السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yadahullah Taala ibn Aziz anasema katika zama hizi kila upande ufisadi unapatikana. Sehemu nyingine kwa jina la dini ufisadi unapatikana na sehemu nyingine kwa ajili ya kuthibitisha nguvu ufisadi unapatikana, na upande mwingine kwa sababu ya kuwa umaskini ufisadi unaendelea kupatikana, na upande mwingine kwa sababu ya vyama vya kisiasa ufisadi unaendelea kupatikana. Na upande mwingine katika nyumba za watu kwa sababu mambo madogo madogo ufisadi unapatikana, na kwa sababu ya kutokutimiza haki za wengine ufisadi unapatikana. Na upande mwingine kwa ajili ya kuthibitisha ubora wa makabila ufisadi unaletwa, na upande mwingine kwa ajili ya kupata haki watu wanashika njia isiyo sahihi, na kwa hivi wanaleta ufisadi. Kwa hiyo tukiangalia kwa upande wowote tunakuta dunia imezingirwa na ufisadi. Hata maskini hasalimiki wala mtajiri hasalimiki kutoka katika ufisadi huu. Nchi zenye maendeleo na nchi ambapo maendeleo hayapatikani, nchi hizi zote pia hazisalimiki katika ufisadi huu. Ilmuradi manadamu ambaye anadai yeye amepata maendeleo sana katika zama hizi, yeye anaona zama hizi ni zama za elimu na nuru. Kwa hakika manadamu amezama katika giza. Manadamu kwa sababu ya kumsahau Mwenyezi Mungu na kwa kuwa dunia ni Mungu wake, yeye anaendelea kuelekea kwenye shimo la maangamio, hata amekaribia shimo la maangamio. Katika hali hii wasiokuwa Waislamu wakiangukia dunia, hali yao inaweza kueleweka kwa sababu dini yao imeharibika. Wao kwa ajili ya kuwaelekeza kwenye Mwenyezi Mungu, dini yao haiwasaidii hata kidogo. Lakini
tunashangaa kwa kuona hali ya waislamu ambao walipewa sheria iliyokamilika na kitabu kile kinapatikana katika hali yake ya kiasili. Kisha Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake alituma imamu wa zama hizi ambaye kwa sababu ya ikhtilafu ya maulamaa ikhtilafu ilipatikana katika tafsiri ya Qur'ani tukufu. Imamu wa zama hizi alikuja kuondoa ikhtilafu hii, lakini badala ya kuwa na hali hii kwamba maulamaa wangempokea imamu wa zama hizi na wangekuja katika hali ambayo ni hali ya kuondoa ikhtilafu hii, hata maulama hawa ambao wanaharibu dini tukufu ya Islam kwa jina la Islam, watu wa kawaida wameanza kuwafuata, na hawa watu wa kawaida hawako tayari kumsikia imamu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuondoa ufisadi wa dunia na kwa ajili ya kuleta udugu na kwa ajili ya kumtambua Mwenyezi Mungu alifanya mpango maalum kwa kumtuma imamu wa zama hizi, lakini waislamu hawapo tayari kuelekea upande huu. Na hii ndiyo ni sababu nchi za waislamu ni sehemu ambapo ufisadi unapatikana zaidi kuliko sehemu zingine, kwa sababu viongozi wa dini na viongozi wa dunia wanaendelea kuwafukuza katika giza, na wananchi ambao wanaishi katika nchi moja wanawaua wenzao. Na kwa kupata faida kutoka katika hali hii, nchi zisizo za waislamu zinapata nafasi ya kuleta ihtilafu katika waislamu, na vile vile wanawasaidia hawa waislamu kwa kuwapatia silaha na msaada wa jeshi. Basi jambo hili ni jambo la kushangaa sana na ni jambo la huzuni sana. Hali hii inatakiwa iwakumbushe wanajumuiya waliopokea imamu zama hizi. Vile vile waislamu wengine pia wanatakiwa wazingatie maombi. Vile vile sisi tunatakiwa tuzingatie amali zetu na tufanye hali yetu ya amali iwe ya aina hii kama alivyotutaka Sayyidina Mala salatu wasalam tuwe nayo. Kwa sababu ikiwa amali zetu hazipatani na ile hali aliyotaka Sayyidina Mala salatu wasalam, katika hali hii huenda sisi pia tutahesabiwa pamoja na wale watu ambao ndani yao fitina inapatikana. Sayyidina Mala salatu wasalam mara kwa mara alisihi wafuasi wake kwa kusema kwamba hali yenu ya baada ya bayit inatakiwa iwe ya aina gani, na kwa ajili ya kufanya na kuleta hali hii mnalazimika kufanya nini. Hazur anasema nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Mala salatu wasalam ambamo ametukumbusha kuhusu majukumu yetu. Kwa hiyo tunatakiwa tusikilize kwa makini maandiko haya. Msidhani kwamba maandiko haya umeshawahi kusoma mara kadhaa, kusikia mara kadhaa, lakini hali ni kwamba baada ya kusikia watu wanasahau. Na jinsi alivyotusihi Sayyidina Mala salatu wasalam na kwa njia alivyotusihi Sayyidina Mala salatu wasalam, na yeye alitusihi kwa ajili ya kurekebisha hali zetu. Hali hii inaonyesha
kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akijali sana kuhusu jumuiya yake na kuhusu hali ya wanajumuiya wake, kwamba isije katokea wao wakasahau majukumu yao, isije baada ya kufanya bayet ikhtilafu isipatikane ndani yao, isije baada ya kufanya bayet waanze kuelekea kwenye giza. Sehemu moja Sayyidina alayhi salatu wasalam anatusihi kwamba hii ni muhimu kwa ajili ya jumuiya yetu, kwamba katika zama hizi za fitina ambamo kila upande giza na upotevu unaendelea, wafuasi wangu waendelee kushika ucha Mungu. Hali ya dunia ni aina hii kwamba watu hawaheshimu amri za Mwenyezi Mungu, watu hawajali kuhusu haki wala amri za Qur'ani tukufu, yani wao hawajui haki zao ni nini na namna gani wanatakiwa watimize haki. Wala Hazur anasema watu hawajui haki zao ni nini na namna gani wanalazimika kutimiza haki zao walizopewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanaendelea kuangukia dunia hii, wakipata hasara kidogo ya dunia basi wanaacha dini na wanapoteza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hali hii inaonekana wakati wa kesi na wakati wa kutendeana na jamaa, kwa sababu ya tamaa wanawatendea wengine na wanakuwa dhaifu sana katika mambo ya nafsi zao. Ikiwa hawafanyi dhambi ni kwa sababu ya hii kwamba wao wanaogopa kwamba isiye tukakamatwa na tukapata adhabu, lakini wakati udhoefu unapoondolewa na wanapata nafasi ya kufanya dhambi, basi mara moja wanafanya dhambi na hawajali hata kidogo. Sayyidina alayhi salam amesema, angalieni hali hii inapatikana kila mahali siku hizi. Inaonekana kwamba ucha Mungu umeondoka na imani halisi haipatikani duniani, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka kwamba begu ya ucha Mungu wake isiende bure. Mungu anapoona mimea inaendelea kuangamia, basi katika hali Mungu analeta mimea mingine. Yani Mungu anaona mimea moja inaharibika, basi analeta mimea mingine. Mradi wake ni kwamba ikiwa kaumu moja inaangamia, basi Mungu analeta kaumu ingine. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba Qur'ani ile ile inapatikana kati yetu. Kwa hiyo Mungu alisema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, yani sisi tumeiteremsha Qur'ani tukufu na sisi tutalinda Qur'ani hii. Amesema sehemu kubwa ya hadith pia inapatikana vile vile, kuna baraka zingine pia, lakini imani imepotea na amali pia zimepotea. Mwenyezi Mungu amenituma kwamba mimi nilete hali ile ile tena duniani iliyopatikana wakati wa Mtume sallam. Mungu aliona upotevu umeenea katika hali hii. Umoja wa Mwenyezi Mungu haukutaka kwamba hali hii iendelee. Hazur anasema ikiwa maovu yalikuwa yanaendelea, basi ilikuwa sawa na ghaira ya Mwenyezi Mungu, kwamba yeye alituma watu wacha Mungu na alitaka alete watu ambao atahuisha dini tena duniani, ambao watasambaza dini ya Mwenyezi Mungu na watafuata dini ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salam anaendelea kusema zaidi, yeye hakutaka kwamba watu waendelee kuwa mbali na dini. Sasa dhidi ya hali hii Mwenyezi Mungu anataka kuleta kaumu ya watu wenye hai. Ndiyo maana sisi tunafanya mahubiri ili uchamungu, maisha ya uchamungu yapatikane. Hazur anasema ikiwa wanajumuiya wamefanya bayet, basi wanatakiwa wawe hai wa kiroho, pengine haina faida ya bayet yao.
Hazur anasema kwamba taifa hili mpya je linaweza kupatikana kwa madai ya mdomo tu? Haiwezekani iwe hivi, bali kwa ajili ya hii tunalazimika kubadilisha hali ya mali zetu, na vile vile tunalazimika kuwa na uchamungu moyoni mwetu. Ndipo tunaweza kuwa taifa mpya ambalo linaweza kuelewa uhakika wa Islam. Ndipo tunaweza kuwa wale watu ambao wanapata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana tunaweza kutimiza haki ya bayati yetu. Hazur anasema uhakika wa Islam ni nini na namna gani tunaweza kupata uhakika na ukweli wa Islam. Kuhusiana na hii Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema Islam ni kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu, na mukhtasari wake ni utii mkamilifu wa Mwenyezi Mungu. Muislamu ni yule ambaye anaweka nafsi yake yote mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa mtiifu wake, na bila kuwa na mategemeo yoyote anafanya hivi. Yani yeye anataka kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, yani muislamu ni yule ambaye anaweka nafsi yake yote mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kwa itikadi yake na kwa amali zake lengo lake linakuwa ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na akifanya vitendo vyote wema na mema, yeye afanye vitendo hivi kwa kupata ladha na kwa kusikia ladha. Yani ikiwa mnafuata amri za Mwenyezi Mungu, isiwe kwa sababu hii kwamba mzigo mkubwa umewekwa juu yenu, bali inatakiwa wakati mnapofanya vitendo vizuri, katika kutenda vitendo hivi vizuri, mnatakiwa msikia ladha na raha. Amesema zaidi Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba Muislamu halisi ni yule ambaye anampenda Mwenyezi Mungu kwa kusema hii na kwa kuamini hii kwamba Mungu wangu ni yule ambaye aliyeniumba na amenifanyia ihsani, na kwa kusema hivi yeye anainama mbele ya Mwenyezi Mungu. Muislamu mkweli ikiwa anaambiwa kwamba yeye hata kama anaambiwa hakuna ladha katika vitendo vizuri, yeye hawezi kuacha kufanya vitendo vizuri kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na mapenzi ya aina hii yanatakiwa yapatikane ndani ya muaminio. Yeye asimpende Mwenyezi Mungu kwa sababu ya tamaa yoyote au kwa sababu ya hofu ya moto na kwa ajili ya kupata pepo, bali anampenda Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mapenzi yake kweli kweli. Hata kama yeye hapati kitu chochote katika hali hii, pia anaendelea kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada zake na utii wake usiwe kwa sababu ya tamaa aina yoyote, bali yeye anajiona yeye si kitu chochote, bali yeye ameumbwa kwa ajili ya kumpenda Mwenyezi Mungu. Yeye hana lengo lingine lolote isipokuwa lengo hili. Ndiyo maana yeye anapotumia uwezo wake wote kwa ajili ya lengo hili, katika hali hii yeye anaona uso wa Mungu wake ambaye ni mpendwa wake. Yani Huzur anasema mtakapompenda Mwenyezi Mungu katika hali mtaona uso wa Mwenyezi Mungu. Na kila wakati katika hali mtu anaendelea kuzingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu badala ya moto na pepo. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza hali yake mwenyewe anasema
nasema ikiwa mimi nahakikishwa kwa ajili ya kumpenda Mwenyezi Mungu nitaadhibiwa sana. Nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu maumbile yangu ni aina hii kwamba mimi sitajali kuhusu maafa haya na shida hizi, bali mimi nitapokea maafa haya na mabalaa haya kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Licha ya kuwa na hali hii kwamba nitaadhibiwa, lakini katika hali hii ya kuadhibiwa mimi sitaacha mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Amesema Muislamu mkweli ni yule ambaye anaona yeye ataangamia ikiwa anaenda mbali na Mwenyezi Mungu. Hata kama yeye anapata starehe ya hali ya juu kwa ajili ya kumwasi Mwenyezi Mungu, yeye hatajali kuhusu starehe ile. Anasema kwa ajili ya kuwa Muislamu halisi ni muhimu kwamba mtu awe na maumbile ya aina hii, kwamba utii wa Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yasiwe kwa sababu ya ujira au adhabu au kwa sababu ya tamaa aina yoyote, bali inatakiwa hali hii ipatikane katika maumbile yake. Na pepo halisi ni hii: mtu hawezi kuingia peponi mpaka anashika njia hii. Ndiyo maana nyinyi ambao mnajiunga nami na wasihi kwamba muingie kwa njia hii, kwa sababu njia halisi ya kuingia peponi ni njia hii pekee. Hazur anasema basi kuhusu mahusiano yetu na kuhusu mapenzi yetu, Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa anatutegemea tuwe na hali hii. Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza kitu hiki waziwazi kwamba kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu na kupata ridhaa yake si kazi rahisi. Hiki ni kitu ambacho kinahitaji tufanye juhudi ya hali ya juu, ndipo tutapata lengo la kuwa wanajumuiya. Sayyidina alayhi salatu wasalam mwenyewe aliuliza swali kwamba je, utii ni jambo rahisi? Kisha anajibu, anasema yule mtu hatii kwa kikamilifu, yeye anafedhehesha jumuiya hii. Amri si moja, bali amri ni chungu mzima. Kwa mfano, kama kuna milango mbalimbali ya pepo, moja anaingia katika mlango moja na mwingine anaingia katika mlango mwingine. Hivyo ndivyo moto pia ina milango chungu mzima. Kwa hiyo isije ikatokea hivi kwamba mfunge mlango moja na mfungue mlango mwingine. Anasema kumbukeni, kwa sababu ya jina tu mtu hawezi kuwa katika jamaati yangu, yani kwa kujiita mwanajumuiya hawezi kuwa mwanajumuiya mpaka yeye afuate kweli kweli nasaha zote. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasallam, amesema mpendane wenyewe kwa wenyewe na umsinyime haki za wenzenu, na nyinyi muanze kumpenda Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu ateremshe fadhila zake juu yenu. Nje ya hii hakuna kitu kingine chochote kinachoweza kupatikana. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba kwa ajili ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtu anatakiwa awe muamini mkamilifu na afuate amri zake zote. Mfano wake ni hivi kwamba mtu akisema kwa ulimi wake kwamba kuna tamu kitu fulani kuna tamu, kwa sababu ya hii yeye hawezi kusikia ladha ya tamu mpaka yeye anakula tamu ile. Hivyo ndivyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu umoja wake. Ikiwa mtu anataja kwa ulimi wake, yeye hawezi kupata faida yake mpaka yeye kwa vitendo vyake anathibitisha anampenda Mwenyezi Mungu. Na hali hii ya kiamali itapatikana wakati ataweka kando mzigo wa dunia na atatanguliza dini juu ya mambo yote ya dunia. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema
jumuiya yetu inataka ikiwa jumuiya yetu inataka kumridhisha Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii inalazimika dini itangulizwe juu ya mambo ya dunia, na mnatakiwa mulenge dini badala ya dunia. Sayyidina Alayhi salatu wasalam ametuonya kwa kusema kwamba ikiwa ikhlas na imani haipatikani ndani yenu, basi nyinyi ni waongo, na katika hali hii ataangamia kabla ya mdui yule ambaye hana imani halisi. Anasema Mwenyezi Mungu hawezi kudanganywa, hakuna yeyote anayeweza kumdanganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni muhimu nyinyi muwe na imani halisi na utii halisi. Kwa kueleza mada hii kwamba namna gani mnaweza kutanguliza dini juu ya dunia, na namna gani maswahaba walitanguliza dini juu ya dunia, na namna gani mnalazimika kufanya juhudi kwa ajili yake. Kuhusiana na hii Sayyidina Alayhi salam anasema, angalieni, kuna watu wa aina mbili. Aina moja ni wale watu ambao kwa kusilimu, kwa kupokea imani, wanafanya biashara ya dunia na shetani inakuwa juu yao. Hazur amesema si maana mradi wangu kwamba hamruhusiwi kufanya biashara au kazi ya dunia, hamwezi kufanya. Maswahaba walikuwa wakifanya biashara na kazi ya dunia, lakini wao walikuwa wakitanguliza dini juu ya dunia kila wakati. Wao walipokea Islam. Baada ya kupokea Islam walipata elimu halisi ya Islam, na kwa sababu ya hii walipata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hii ilikuwa sababu kwamba walikuwa hawana hofu kwamba shetani anaweza kuwashambulia au shetani anaweza kupata ushindi juu yao. Wao walikuwa wakifanya biashara, lakini kila wakati walikuwa wakimkumbuka Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu chochote kilichoweza kuwazuia katika mambo ya dini. Sayyidina Alayhi salam anasema, lengo langu, mradi wangu ni huu, kwamba wale ambao wanaangukia dunia, wanazama katika dunia, watu wa aina hii ni wale ambao shetani anapata ushindi juu ya watu hawa. Kisha kuna watu wengine ambao wanakuwa na fikra ya maendeleo ya dini. Hawa ni wale watu ambao wanakuwa jeshi ya Mwenyezi Mungu, ambao wanapata ushindi juu ya shetani. Mali kwa sababu inaongezeka kwa biashara. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amesema kupata kuwa na hamu ya dini ni biashara. Mwenyezi Mungu amesema, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Je, nisiwaambieni kuhusu biashara ambayo itawaokoa katika adhabu kali? Na biashara hii ni biashara ya dini ambayo inaokoa katika adhabu imizayo. Kwa hiyo mimi pia katika maneno haya ya Mwenyezi Mungu nawaambieni, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Amesema mimi nawategemea zaidi wale watu ambao wanaendelea kuimarika katika maendeleo ya dini na shauku ya dini. Wale ambao wanapoongeza shauku ya dini, mimi nilikuwa na hofu isije shetani atapata ushindi juu yao. Yani wale watu ambao hawana uimara katika imani yao, katika hali hii kuna hofu kwamba dini haiwezi kuwa juu ya mambo ya dunia. Wanaanza kuangukia mambo ya dunia, na polepole hivi manadamu anakamatwa na shetani. Amesema, kwa hiyo hamtakiwi nyinyi muwe wavivu. Ikiwa hameelewi kitu chochote, basi mueleze kuhusu kile kitu, kwa sababu kuuliza si haramu. Hata kama kuna mwaminio kwa ajili ya kupata maendeleo ya imani, basi anatakiwa apate elimu na anatakiwa aulize maswali ikiwa hajui elimu. Yule ambaye anataka maendeleo ya elimu, yeye anatakiwa asome Qur'ani tukufu kwa makini sana. Ikiwa haelewi mahala popote, anatakiwa aulize. Ikiwa yeye haelewi, basi anatakiwa awaulize wengine. Amesema zaidi,
katika Qur'ani tukufu kuna almasi na lu'lu. Safari nyingine Sayyidina Mala salatu wasalam kwa kuwakumbusha wanajumuiya kuhusu ucha Mungu anasema, Sayyidina Mala salam anasema kwamba mimi nimetumwa kwa ajili ya lengo hili, kwamba ucha Mungu ulikuwa haupatikani. Kwa hiyo sasa ucha Mungu unatakiwa upatikane badala ya kushika upanga. Yani hamtakiwi mushike upanga na muanze kuwa wa watu kama siku hizi magaidi kwa jina la Islam wanafanya, bali Sayyidina Al-Islam anasema mnalazimika kusambaza dini, mnalazimika kufanya mahubiri ya dini, na mnataka kufanya mahubiri malezi. Basi kwa ajili hii inatakiwa muwe na ucha Mungu. Ikiwa ucha Mungu unapatikana ndani yenu, basi kazi zenu zote zitafanywa vizuri. Ikiwa mtashika ucha Mungu katika hali hii, dunia nzima itakuwa pamoja nanyi. Basi mnatakiwa muwe na ucha Mungu. Wale watu ambao wanakunywa pombe au watu ambao wameruhusiwa kunywa pombe, basi wao hawahusiki na ucha Mungu, wao wanapingana na mema. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu ikiwa anawajali wanajumuiya wanapambana na maovu na wanapata maendeleo katika ucha Mungu, basi huu ndio ni ufaulu mkubwa sana, na hakuna kitu kingine chenye athari zaidi kuliko kitu hiki. Yani kwa ajili ya kupata ucha Mungu, kwanza mtu anatakiwa apigane na nafsi yake, kisha katika hali anaweza kuwafikishia wengine ujumbe. Amesema Sayyidina Mala salatu wasalam kwamba angalieni hali ya dunia nzima, ucha Mungu haupatikani ndani yao, na heshima ya dunia imekuwa Mungu kwa ajili yao, na Mungu halisi amefichika, na Mungu halisi anafedheheshwa. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anataka yeye aaminiwe na watu wajue ucha Mungu ni nini. Wale watu ambao wanaangukia dunia hawawezi kumtegemea Mwenyezi Mungu. Basi Huzur anasema kila mmoja wetu anatakiwa achunguze hali yake, kwamba je, sisi kwa ajili ya kutimiza haki za Allah subhanahu wa ta'ala tunatakiwa tuchunguze kwamba je, sisi tunaangukia dunia hii au tunamwelekea Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunataka kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali tunalazimika kutanguliza dini juu ya dunia, na tunatakiwa tuache kando maslahi ya dunia. Tunatakiwa tuchunguze, je, sisi tunapata dunia Mwenyezi Mungu au dunia inaendelea kupata ushindi juu yetu. Je, sisi tunaendelea kuimarika katika ucha Mungu au sisi ucha Mungu unaendelea kupungua ndani yetu? Tunatakiwa tuchunguze hali hii. Sayyidina Mala salatu wasalam kwa kutusihi anasema, mfuasi na kiongozi mfano wake unafanana na mfano wa mwanafunzi na mwalimu. Jinsi mwanafunzi anapata faida kutoka kwa mwalimu wake, hivyo ndivyo mfuasi anapata faida kutoka kiongozi wake. Ikiwa mwanafunzi hapati maendeleo katika elimu yake, basi yeye hawezi kupata faida. Hivyo ndivyo ni hali ya mfuasi. Yani ikiwa mwanafunzi anakuwa na mahusiano mazuri na mwalimu wake, lakini yeye hapati elimu au hafuati nasaha za mwalimu, katika hali hii mwanafunzi hawezi kupata faida. Hivyo ndivyo ni hali ya mfuasi na kiongozi. Yani mtu akisema mimi nimejenga mahusiano mazuri na kiongozi wangu, hawezi kupata faida mpaka yeye anafuata nasaha zake zote. Sayyidina Mala salatu wasalam amesema kwa kujenga mahusiano mtu anatakiwa aongeze elimu yake na maarifa yake. Mtu anayetafuta haki, yeye hatakiwi akwame njiani na achoke,
pengine yeye atapotezwa na shetani. Kama maji yakikaa sehemu moja, harufu mbaya inaanza kupatikana katika yale maji, kwa sababu yale maji yanakaa sehemu moja kwa muda fulani. Hivyo ndivyo ikiwa mwaminio hapati maendeleo, katika hali hii mwaminio pia anaanguka. Ikiwa mtu ni mwaminio halisi, basi anatakiwa aendelee kupata maendeleo. Ikiwa mtu anasimama sehemu moja, basi yeye hatasimama tu, bali ataanguka. Amesema mwaminio halisi ni kwamba aendelee kutafuta dini. Hakuna mtu anaweza kuwa mkamilifu zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye pia aliambiwa na Mwenyezi Mungu aseme rabbi zidni ilma. Basi katika hali hii ni nani mwingine ambaye anaweza kutegemea maarifa yake na elimu yake, na yeye aone kwamba hana haja ya kupata maendeleo? Kadiri mtu anaendelea kupata maendeleo katika elimu yake, atajua kwamba bado kuna mambo mengi hatajifunza. Kwa hiyo ni muhimu sana, pamoja na kubadilisha hali mtu kwa ajili ya kuongeza elimu yake, yeye afuate amri zote. Nyinyi kwa kuacha mambo mengi ya ufidhuli mmepokea jumuiya hii, yani Sayyidina al-Islam umeacha mambo ya ufidhuli, na kwa kuacha mambo haya umejiunga na jumuiya hii. Lakini sasa ikiwa hampati elimu, basi katika hali hamwezi kupata faida kutoka katika jumuiya hii. Haitoshi kwamba sisi tumefanya bayadha, tulizaliwa katika jamaati hii, haitaleta faida mpaka muongeze elimu yenu ya dini. Katika hali hii haitaleta faida hata kama nyinyi wanajumuiya kwa kuzaliwa au mlijiunga na jumuiya baadaye. Amesema nguvu itapatikanaje katika maarifa yenu na elimu yenu? Mtu anakuwa na shaka mara kwa mara, katika hali yeye atatelezeka. Wapo watu wengi ambao wanarudi nyuma, wanaleta shutuma za aina mbalimbali. Au watu wengine wanakuwa wanajumuia kwa sababu jamaa zao ni wanajumuia, wao hawatapata faida. Ikiwa wao wanapata elimu, katika hali hii shutuma zao zitaondolewa, na katika hali hii hawatatelezeka, wala shetani hataweza kuwashambulia. Basi kama Sayyidina al-Islam alitusihi tusome Qur'ani tukufu kwa makini, hivyo ndivyo tunalazimika kusoma vitabu vyake kwa makini, na tunatakiwa tuongeze elimu yetu ya kidini. Hivyo ndivyo kwa ajili ya kujenga mahusiano mazuri na uhalifa tunatakiwa tufanye juhudi. Kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu ametupatia neema ya MTA. Kwa kupitia MTA tunatakiwa tujenge mahusiano na uhalifa, na vipindi vyote wa halifa mtukufu tunatakiwa tuviangalie. Wale watu ambao wamejenga mahusiano kwa kupitia MTA, wapo watu wengi ambao wanaangalia MTA, wao wananiandikia barua kwamba kwa sababu ya MTA imani yao imeimarika na imepata maendeleo sana. Basi MTA ni njia nzuri sana, kila mwanajumuiya anatakiwa apate faida kutoka katika MTA. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutukumbusha kuhusu kutimiza haki za wengine, anasema kwamba jumuiya nzima haiwezi kuwa ya aina moja, haiwezi kutokea kama wote wanakuwa sawa. Kama mimea haiwezi kupatikana ya aina moja katika mbegu. Kwa mfano tunaweka mbegu ya ngano, lakini kila mti inakuwa tofauti. Mbegu ingine inaliwa na ndege, na mbegu ingine inaleta mimea. Hivyo ndivyo wale watu
ambao wanakuwa na sifa nzuri hakuna yeyote ambaye anaweza kuwapoteza. Jumuiya inayotayarishwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ile jumuiya pia inafanana na mimea. Kwa hivyo jumuiya ile pia inatakiwa ipate maendeleo sawa na mimea. Yani labda moja ni dhaifu, lakini kuna mwingine ambaye ana elimu ya dini zaidi, na kuna mwingine ambaye ana sifa ya aina fulani. Lakini wale ambao wameimarika katika imani wanatakiwa wajaribu kuwaleta karibu wale ambao ni dhaifu. Sayyidina Alayhi Salam anasema tunalazimia kuwasaidia wale ambao ni dhaifu na tuwapatie nguvu. Jambo hili si sahihi kwamba kuna ndugu wawili, moja anajua namna ya kuogelea, mwingine hajui. Je, yule ambaye anaogelea anatakiwa amokoe ndugu yake ambaye hajui kuogelea, au yeye amwache yeye azame, bali yeye analazimika kumokoa? Ndiyo maana ndani ya Qur'an tukufu Mungu amesema taawanu alal birri, yani nyinyi msaidiane katika mambo ya mema. Amesema nyinyi mchukue mzigo wa ndugu zenu wadhaifu na mshirikiane nao katika udhaifu wao wa mema. Yani si maana kwamba nyinyi pia muwe dhaifu, bali mjaribu kuondoa udhaifu wa imani yao. Ikiwa nyinyi mmeimarika katika imani, katika hali hii mjaribu kuokoa imani yao. Ikiwa kuna udhaifu wa mali na mnaweza kusaidia hawa watu, basi muwasaidie. Ikiwa hamwezi kuwasaidia, basi muarifu jumuiya, nidhamu ya jumuiya. Hivyo ndivyo amesema mujaribu kuondoa maradhi ya kimwili. Yani ikiwa wana maradhi ya kimwili pia muwasaidie katika hali hii. Amesema jumuiya haiwezi kuwa jumuiya mpaka wenye nguvu hawasaidii wadhaifu, na njia yake ni hii kwamba aibu zao zisitiriwe. Maswahaba walipewa mafundisho haya kwamba kwa kuona udhaifu katika waislamu wapya msikasirike. Kwa hiyo ni muhimu mkubwa asaidie mdogo na amtendee kwa mapenzi na upole. Amesema angalieni, jumuiya haiwezi kuitwa jumuiya ambayo inashambulia mwingine, na wanapokaa pamoja basi wanaanza kueleza aibu za wengine. Yani wakati mnaposengenya, basi mfano wake ni kama mnakula nyama ya ndugu yenu. Basi nyinyi msione ubaya wa watu, bali muzingatie mema yao na sifa zao nzuri. Jumuiya si hii kwamba wakati wanapokaa watu 4 basi wanaanza kusengenya na wanaanza kueleza aibu za wengine. Hii si hali ya jumuiya. Na vile vile jumuiya si hii kwamba wanawafedhehesha wadogo. Hii haitakiwi ipatikane katika jumuiya, bali inatakiwa nguvu ipatikane katika jumuiya na umoja upatikane katika jumuiya. Kwa sababu ya hii mapenzi yanapatikana na baraka zinapatikana. Naona kwa sababu ya mambo madogo ikhtilafu inaanza kupatikana. Matokeo yake ni kwamba wapinzani ambao wanatuchunguza sana kwa kuona hali hii ndogo wanaeleza habari katika magazeti yao, na kwa sababu ya hii wanawapoteza watu wa kawaida, na wanasema angalieni mauu haya yanapatikana ndani hawa wafuasi wa Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Basi katika hali hii wanawapoteza watu wa kawaida. Ikiwa makosa haya hayapatikani, katika namna gani mwingine anaweza kupata nafasi ya kueleza makosa yetu na kuwapoteza watu wa kawaida? Kwa hivyo kwa nini haifanyi hivi kwamba hulka ziimarishwe? Na hali hii inaweza kupatikana wakati mtu anawahurumia wengine na anasambaza mapenzi na upendo, na vile vile anawarehemu wengine na anawasitiri wengine. Yani kwa kuona aibu ya mwingine anamsitiri badala ya kueleza aibu zake hapa na pale, na badala ya kueleza udhaifu wake hapa na pale. Hazur anasema hata kuna desturi imeanza kupatikana siku hizi
hata waume pia wameanza kueleza aibu za wake zao. Sayyidina al-Islam amesema kwa sababu mambo madogo madogo hatutakiwi tuadhibu kiasi hiki kwamba watu wakose utulivu. Kisha Sayyidina Mala salatu wasalam anaendelea kusema zaidi, jumuiya yetu haitaimarika mpaka wanahurumiana wenyewe kwa wenyewe. Yani ikiwa unataka kupata maendeleo basi mnatakiwa muhurimiane. Yule ambaye amepewa nguvu basi amsaidie dhaifu. Sayyidina Mala salam anasema, mimi ninaposikia kwamba kwa kuona udhaifu anamkasirikia, badala yake anatakiwa amwombee na ampende, na kwa upole na kwa hulka njema amweleweshe na ampatie malezi. Lakini badala hii yeye anaozidi katika bughudha. Ikiwa mtu hamhurumii na hafanyi malezi, basi katika hali hii bughudha inaendelea kuzidi. Hii si sifa ya jumuiya. Jumuiya inapatikana wakati watu wanapohurumiana na wanakuwa na tabia ya kusitiri. Hali hii inapopatikana, ndipo kwa kuwa kitu kimoja wanakuwa kama ni viungo vya miili ya wengine, na wanaona wao wale wengine ni kama ndugu zao. Ikiwa baba anaona aibu ya mtoto wake, anajaribu kumwelewesha, yeye hasambazi aibu zake katika dunia, na anajaribu kufunika aibu zake. Hivyo ndivyo kama Mungu ametufanya kuwa ndugu. Katika hali hii, je, haki za ndugu zetu ni hizi kwamba tusambaze aibu za ndugu zetu? Ametoa mfano wa jamaa zake kwamba mimi naona Mirza Nizamuddin, kwa sababu alikuwa katika jamaa yake, walikuwa wapinzani wa Sayyidina Mala salatu wasalam na walikuwa mbali na dini. Naona kwamba maisha yao ni aina hii kwamba inapokuwa jambo lolote wanakuwa pamoja na wanasahau ujamaa. Baadhi wakati mtu anapata mafunzo kutoka kwa kuwapitia wanyama. Maswahaba wa Mtume sallam pia walifundishwa udugu na mapenzi, na wasingeweza kupata mapenzi haya hata kama wangetumia milima katika njia ya Mwenyezi Mungu. Lakini wao walipata mapenzi kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mungu ameahidi kwamba mapenzi ya aina hii yatapatikana katika jamaati yangu. Mimi namtegemea sana Mwenyezi Mungu. Yeye ameniahidi, jailul lazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yaumil qiyama, yani wale watu ambao wamefuata jumuiya yako watakuwa juu ya wale watu ambao wamekukataa. Amesema Sayyidina Malasa, najua kwa yakini kwamba Mungu ataimarisha jumuiya ambayo itakuwa juu ya wale ambao wamenikataa. Siku hizi kuna upinzani unapatikana sana. Huzur anasema hata siku hizi upinzani unapatikana sana katika nchi ya Pakistan pia. Wanajua Pakistan wanatakiwa wawe waangalifu sana kwamba ikiwa upinzani unapatikana, serikali na viongozi wa serikali wanaendelea kuzidi katika upinzani. Katika hali hii, wanajumuiya wa Pakistan wanatakiwa walete mabadiliko katika hali yao ya kiroho. Sayyidina al-Islam amesema siku hizi upinzani unapatikana, kwa hiyo hali hii inampatia nafasi kila mwanajumuiya arekebishe hali yake. Angalieni kuleta malalamiko dhidi ya wengine na kuwaudhi wengine na kutumia maneno makali dhidi ya wengine na kuwaona wadogo watu maskini. Jambo hili ni dhambi kubwa sana.
sasa Mungu ameleta udugu mpya kati yenu. Mwenyezi Mungu ametayarisha kaumu hii mpya. Ndani ya kaumu hii watu wa kila aina, maskini, matajiri, wadogo, wakubwa wako wanapatikana. Kwa hiyo watu watajiri wanatakiwa waheshimu ndugu zao wadhaifu, na matajiri wanatakiwa wasaidie maskini na wasiwadharau, kwa sababu wao pia ni ndugu zao. Hata kama baba zao ni tofauti, lakini baba yao ya kiroho ni moja, na hawa wote ni matawi ya mti moja. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kurekebisha hali yetu ametusi tusome kitabu chake kiitwacho Safina ya Nuhu. Sayyidina alayhi salam anasema nimesihi jumuiya yangu mara kwa mara kwamba msitegemee baadhi yenu tu. Hamwezi kupata okovu mpaka uelewe uhakika wa bayati ni nini. Mtu akitegemea nganda, yeye hawezi kupata ufaulu mpaka yeye ajaribu kupata matunda yake yanapatikana ndani yake. Ikiwa mfuasi mwenyewe hafuati nasaha, katika hali hawezi kupata faida kutoka kiongozi. Ikiwa mtu anapewa matibabu au prescription kutoka kwa daktari, lakini hatumii madawa, hawezi kupata faida kutoka katika prescription peke yake. Yani kwa kupata majina ya madawa, mtu anakaa nyumbani hatumii madawa, katika hali hawezi kupata faida. Hivyo ndivyo mfuasi hawezi kupata faida kwa kujiita mfuasi wake mpaka yeye anafuata nasaha zake zote. Amesema musome kashti ya Nuhu mara kwa mara, yani Safina ya Nuhu mara kwa mara, na mufanye hali yenu iwe sawa na kitabu hiki. Kad aflaha man zakkaha, amefaulu yule ambaye amejitakasa. Amesema wapo wengi wezi, majambazi, walewi, wanadai wao ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini je, wao ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kweli kweli? Hapana, haiwezekani. Katika umma wake ni yule ambaye anafuata mafundisho yake kweli kweli. Kisha Sayyidina alayhi salam amesema kashti yenu inatakiwa isomwe katika jumuiya mbalimbali. Kitabu hiki kisomwe katika jumuiya mbalimbali. Amesema mimi nimeandika mafundisho yangu katika kitabu hiki kashti ya Nuhu. Kila mtu anatakiwa asome kitabu hiki. Inatakiwa katika kila jamaat kitabu hiki kisomwe. Mtu mmoja apewe kitabu hiki na asome kitabu hiki katika jamaat mbalimbali, na kitabu hiki kichapwe kwa wingi, na hivi malengo yetu yatapatikana kwa kusoma kitabu hiki. Hazur anasema kitabu hiki kinatakiwa kisomwe katika jamaat mbalimbali. Hivyo ndivyo katika MTA pia inatakiwa kitabu hiki kisomwe. Kila mmoja anatakiwa jaribu kufuata yote iliyoandikwa ndani yake. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutusihi kwamba tujiokoe katika maovu, anasema kazi yenu inatakiwa iwe hii kwamba mufanye maombi na istighfar na ibada ya Mwenyezi Mungu sana. Mujifanye sawa na ile hali aliyoeleza Mwenyezi Mungu. Mungu ameniahidi kwamba atanipatia ufaulu, lakini kwa sababu ya hii msipate fahari tu, bali mnalazimika kuacha kibri na majivuno, na mnalazimika kuacha maovu ya kila aina. Na vile vile mkumbuke hatimaye wale ambao ni wacha Mungu wanapata ufaulu. Mwenyezi Mungu anasema wal akibatu lilmuttaqin. Kwa hiyo ninyi mfanye fikra sana ya kuwa wacha Mungu, kwa sababu mwisho mwema unakuwa wa wacha Mungu. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wanajumuiya kweli kweli, na vile vile tuweze kufuata mafundisho ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kweli kweli, tuweze kutimiza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, na tuweze kupata ridhaa yake.
tuweze kurekebisha hali yetu ya ya vitendo vyetu, tuweze kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na tuweze kutimiza haki za watumishi wa Mwenyezi Mungu. Hazur anasema siku hizi mufanye dua sana kuhusu hali ya Pakistan, na watu wa Pakistan, wanajumia Pakistan wanatakiwa wafanye maombi sana. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumia hao wote kutoka katika shari za kila aina. Ufisadi unapatikana ndani ya nchi tena kwa sababu ya mashehe. Mwenyezi Mungu aikoe nchi kutoka katika shari ya hawa maulama. Vile vile mufanye dua kwa ajili ya dunia hii nzima. Dunia hii inaendelea kuelekea kwenye vita. Rus na Amerika inaendelea kufanya maandalizi ya vita. Kwa hakika wanataka kuthibitisha ubora wao, lakini wanatumia jina kwamba wanataka kuwasaidia wale waliodhulumiwa, lakini ukweli ni kwamba kwa jina la hawa waliodhulumiwa wanataka kuangamiza nchi za Waislamu. Mwenyezi Mungu aijalie Waislamu akili sana, na hawa Waislamu badala ya kupata msaada kutoka kwa hawa waweze kuamua wenyewe na waweze kutimiza haki za wananchi wenzao, na wananchi waweze kutimiza haki za serikali. Na makundi haya ya magaidi ambao wanatumia jina la Islam na wanafanya ugaidi, Mwenyezi Mungu awakamate na Mungu awajalie akili wote. Zaidi ya haya yote ni kwamba waweze kumpokea imamu wa zama hizi, kwa sababu bila kumpokea imamu wa zama hizi hawawezi kuokoka au hawawezi kusalimika. Mwenyezi Mungu awajalie akili na ufahamu, na Waislamu badala ya kudhulumu sawa na mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam waweze kusambaza mafundisho ya udugu na mapenzi, na waweze kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.